Na kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi, naomba niseme mambo machache hapa. Mwaka huu viko vyama vya siasa ambavyo vimepata usajili vitakuja kwenu kuja kuuza sera zao, kuwanadi wagombea wao, na nataka niwathibitishie uchaguzi wa mwaka huu utakuwa ni uchaguzi ambao unasimamiwa na Tume Huru ya Uchaguzi. Sisi kama wadau vyama vya siasa tunataka tuthibitishe, na hasa sisi chama tawala tunataka tuthibitishe kupitia serikali yetu, serikali ya Chama cha Mapinduzi imejipanga vizuri kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unakuwa ni uchaguzi ulio huru na wa haki. Niwaombe ndugu zangu wananchi, epukaneni na porojo mnazozisikia za wadau akina Kalomon Choncho ambao wanakwenda kila kona wanawaambia wananchi kwamba uchaguzi mwaka huu hautafanyika. Uchaguzi mwaka huu utafanyika kwa mujibu wa katiba ya chama. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kila baada ya miaka mitano tutafanya uchaguzi wa diwani, wa mbunge. Mmekuja kutusikiliza hapa, kazi zangu ni chache. La kwanza, mabadiliko yote mnayoyaona ya sekta mbalimbali za afya, za elimu, maji, barabara kama alizosema Mheshimiwa Diwani, lakini mazingira yenu, hata maboresho mbalimbali ya maeneo yenu ya watumishi, kwa maana ya maeneo ya kiutawala. Nataka niwaambie ndugu zangu, Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa. Tumetoka kutembelea shule yenu ya sekondari. Ni shule mpya. Zaidi ya shilingi milioni 600 zimekuja pale. Miundombinu inadhihirisha kabisa kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa. Lakini umeme ambao unakwenda sasa kwenye maeneo ya vitongoji na maeneo mengi ya vijiji tumekwisha kamilisha. Haya ni mafanikio makubwa sana ya utekelezaji wa ilani wa CCM. Niwaombe watu wa Ifucha, ndugu zangu, tuenzi kazi hizi kubwa ambazo zimefanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. 2020, 2025 CCM iliahidi mambo kadhaa kama haya niliyoyasema, na hayo yamefanyika kwa ufanisi mkubwa chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunakwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2025 na tumekwisha tayarisha kijitabu cha ilani ya uchaguzi ya 25-30. Tutaanza kuinadi kwenu, tutakuja kuiuza kwenu, tutawaletea wagombea kwenu wa ubunge na udiwani, lakini tutakuja kumsemea Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwaka 25 tutawaletea habari njema ambayo tumekwisha iandaa kwa ajili ya kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi, mageuzi ya kijamii kwa wananchi, na kuboresha sekta mbalimbali za kijamii kwa wananchi wetu ili maendeleo yaweze kuendelea. Ilani ya uchaguzi ya 25-30 imesheheni mambo mengi kadhaa ambayo yatafanikisha maboresho makubwa ya kiuchumi kwa wananchi wetu. Tumejipanga ndugu zangu kuendelea kuwahudumia wananchi. Niwaombe watu wa Ifucha, watu wa Tabora mjini, endeleeni kuiunga mkono serikali ya Chama cha Mapinduzi. Endeleeni kushikamana, kujenga umoja, kujenga upendo ndani yetu ili maendeleo yetu yaweze kutusaidia kupiga hatua za maendeleo. Nataka niwaambie ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi kimejipanga kuhakikisha kwamba kinaendelea kuleta maendeleo kwa nyinyi wananchi. Ndugu mwenyekiti, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Na kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi, naomba niseme mambo machache hapa. Mwaka huu viko vyama vya siasa ambavyo vimepata usajili vitakuja kwenu kuja kuuza sera zao, kuwanadi wagombea wao, na nataka niwathibitishie uchaguzi wa mwaka huu utakuwa ni uchaguzi ambao unasimamiwa na Tume Huru ya Uchaguzi. Sisi kama wadau vyama vya siasa tunataka tuthibitishe, na hasa sisi chama tawala tunataka tuthibitishe
kupitia serikali yetu, serikali ya Chama cha Mapinduzi imejipanga vizuri kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unakuwa ni uchaguzi ulio huru na wa haki. Niwaombe ndugu zangu wananchi, epukaneni na porojo mnazozisikia za wadau akina Kalomon Choncho ambao wanakwenda kila kona wanawaambia wananchi kwamba uchaguzi mwaka huu hautafanyika. Uchaguzi mwaka huu utafanyika kwa mujibu wa katiba ya chama. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kila baada ya miaka mitano tutafanya uchaguzi wa diwani, wa mbunge na wa rais.